tunaendeleza na kuimarisha matumizi ya tehama katika utekelezaji wa shughuli za mahakama ili kuimarisha ufanisi. Hivi sasa tunajenga mfumo unaotumia akili unde, that is artificial intelligence, kwa ajili ya kuchukua au kurekodi mwenendo wa kumbukumbu za mashauri na hukumu mahakamani. Mfumo huu utakapokuwa umeanza kutumika, utaimarisha sana ufanisi wa utendaji wa mahakama, kwani kuchukua kumbukumbu za mwenendo wa mashauri mahakamani kwa kuandika kwa mkono au kompyuta kunachelewesha na kunachosha na wakati fulani hata kupotosha. Tutaendeleza na kuimarisha utaratibu wa kusikiliza mashauri kwa njia mtandao, that is online litigations, na hivyo kuleta unafuu katika gharama na kupunguza usumbufu kwa wadau wa mashauri mahakamani. Kwa kutambua umuhimu wa mahakama katika ujenzi wa taifa letu, serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi katika kuimarisha uhuru wa mahakama ili kuiwezesha kutekeleza wajibu wake kikamilifu na kuchochea ustawi wa maendeleo ya taifa. Lengo kuu la hatua hizi ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kujenga taifa lenye amani na uchumi jumuishi na uimara. Aidha, serikali itaendelea kushirikiana mahakama katika ujenzi wa miundombinu ya mahakama, kuimarisha rasilimali watu na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama na kusogeza huduma za utoaji haki karibu zaidi na wananchi, hususan kupitia mpango wa ujenzi wa mahakama ya mwanzo na kata nchini zisizo mahakama za mwanzo. Mahakama pia ina mchango mkubwa katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050 kwa kutekeleza yafuatayo: 1. Kuendelea kulinda haki na misingi ya katiba. 2. Kuhakikisha migogoro ya kiuchumi, kibiashara na kijamii inatatuliwa kwa haraka na kwa haki. 3. Kujenga imani ya wananchi na wawekezaji katika mfumo wa kisheria wa nchi. 4. Kukuza uwajibikaji na nidhamu katika utumishi wa umma na sekta binafsi. 5. Kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa ambao ni msingi wa maendeleo endelevu. 6. Kuwezesha mazingira bora ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi kwa kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa. 7. Kulinda haki za makundi maalum wakiwemo wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum. 8. Kuzuia migogoro inaweza kuwa chanzo cha migawanyiko ya kijamii au kisiasa. 9. Kuhakikisha utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo kwa kutoa tafsiri ya kisheria iliyo wazi na thabiti. 10. Kujenga na kuimarisha utamaduni wa kuheshimu sheria, haki na taasisi za umma. 11. Kuchangia katika mapambano dhidi ya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka kwa kutoa haki bila upendeleo. Na mwisho, kuwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa kwa kuwahakikishia ulinzi wa haki zao kisheria. Imetekeleza majukumu yake kikatiba, kutoa haki ili kuiwezesha kushiriki katika kiuchumi kwa lengo la kuongeza kipato cha mtu mmoja kitaifa.